Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu, na ahadi hizi zimekuwa za baraka mno. Leo tumefika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Tumeshamaliza kitabu cha Warumi, tumeingia kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Tuanze kwenye sura ya 3 mstari wa 10. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mjenzi mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyejenga juu yake ikikaa atapata thawabu, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tumekutana tena kwenye kipindi kingine muhimu sana cha kuangalia ahadi za Mungu. Hapa tunakutana na Mtume Paulo akileta ahadi nyingine hapa. Jambo muhimu analoongea hapa, anasema yeye amepata neema ya kuwa mjenzi mkuu wa wajenzi. Mkuu wa wajenzi maana yake ni kama injinia. Yeye ni mkubwa. Anasema mimi nimekuwa mkuu wa wajenzi na weka msingi na hakuna msingi mpya ninaoweka, lakini naweka msingi uliowekwa, yaani Yesu Kristo. Kitu muhimu anasema, lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu ya msingi huu. Anasema mwingine anatumia dhahabu, mwingine mawe ya thamani, mwingine miti, mwingine majani, mwingine manyasi. Anajenga kwenye huu msingi. Lakini anasema kazi ya kila mtu itaonekana, itakuwa dhahiri. Kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, yani itaonekana. Pia anasema kazi ile itajaribiwa siku ile kwa moto. Kazi ya kila mtu ikibaki, basi atapata thawabu, lakini ikiteketea amepata hasara mtu huyu, ila yeye mwenyewe tu ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Kitu muhimu hapa anacholeta ahadi ni hiki, kwamba kazi ya kila mtu itajaribiwa, itapimwa kwa moto siku ile. Ipi? Siku ya Kiyama. Kazi ya kila mtu itawekwa wazi na itajaribiwa kwa moto. Maana yake ni hii, kwamba mimi ni mhubiri. Paulo anasema mimi ni mhubiri wa Injili na mhubiri Kristo. Lakini kila mtu sasa anahubiri Kristo. Lakini ukumbuke, kila mhubiri atapimwa kwa kazi yake ya kuhubiri kwake. Kila mtu atapimwa. Wako wanaohubiri kwa manufaa yao wenyewe na kwa faida yao wenyewe, lakini wako wanaohubiri Yesu Kristo kwa faida ya Kristo mwenyewe, watu waokolewe. Wako wanahubiri kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na wako wanaohubiri kwa ajili ya faida zao wenyewe. Kazi ya kila mtu itapimwa siku ile kwa moto. Kwa nini kwa moto? Kwa sababu Mungu sio wa hivi hivi. Kazi yake anataka iwe thabiti. Kwa hiyo lazima ijaribiwe kwa moto. Kazi ikibaki, isipoteketea, utapata thawabu. Lakini ikiungua, basi wewe mwenyewe pia umepata hasara. Ila roho yako peke yake tu ndio itakayookolewa, lakini wewe mwenyewe utapata hasara. Kitu muhimu hapa anachosema Mtume Paulo ni kwamba kazi ya kila mtu itapimwa kwa moto. Je, wewe ni mhubiri wa Injili? Kumbuka kazi yako itajapimwa. Je, wewe ni mwimbaji? Kazi yako itapimwa kwa moto siku ile. Je, wewe ni mzee wa kanisa? Kazi yako itapimwa siku ile kwa moto. Je, wewe ni mwinjilisti? Kazi yako itajapimwa kwa moto. Wewe ni mtume? Kazi yako itapimwa kwa moto. Je, wewe ni nabii? Ujue kazi yako itajapimwa kwa moto. Hiyo ya unabii itajapimwa. Je, ulifanya hiyo kwa faida yako mwenyewe au kwa faida ya utukufu wa Mungu? Kazi yako itajapimwa kwa moto. Kila mtu kazi yake itapimwa. Hapa sio kazi kwa maana ya kazi ya mikono, lakini inamaanisha kazi ya kumhubiri Kristo, kazi ya kupeleka ujumbe wa Kristo kwa watu. Kristo ndio msingi wetu,
Mahubiri yetu yote yanamlenga huyu Kristo kama msingi wa mahubiri yetu, kama msingi wa kanisa letu, kama msingi wa huduma yetu. Huyu peke yake. Je, umesimamaje katika huyu? Je, unajengaje katika huyu? Unajenga kwa kutumia nyasi? Ujue zitajaungua. Je, unatumia majani? Amini yatajaungua. Je, unatumia miti? Basi miti itajaungua. Je, unatumia mawe ya thamani? Mawe ya thamani yatabaki. Unatumia dhahabu? Dhahabu itabaki. Itayeyuka lakini itabaki. Mawe yataungua lakini yatabaki. Hivyo maana yake ni kwamba kazi ya kila mtu inatakiwa kuwa thabiti. Kazi inatakiwa iwe thabiti. Usihubiri kwa manufaa yako. Hubiri Kristo kwa ajili ya kumhubiri Kristo, watu wapate kuokolewa. Lakini faida, ukitafuta faida yako mwenyewe, angalia kazi yako hiyo itajaungua. Kazi yako hiyo hutapata faida ya kazi yako. Utakuwa umepoteza thamani yako, utakuwa umepoteza muda wako bure duniani. Mungu atusaidie mimi na wewe tuwe wahubiri wa kweli. Mhubiri Kristo kwa faida ya Kristo mwenyewe. Usihubiri Kristo kwa kupata faida yako. Iko hatari siku itakapokuja. Mungu atubariki mimi na wewe, akusimamie katika uhubiri wako, katika utumishi wako. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe mno.